Naam, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni Takwa Media Makambako. Nikiripoti moja kwa moja kutoka Kinyanambo C, Mafinga wilayani Mfindi, hapa ni Iringa. Tumekuja nyumbani kwa Shekhe Jamaluddin Shuaib Mangula kumhoji, kumsikiliza, atupitisha safari yake. Imekuweje ghafla tu amekuwa kadhi wa wilaya, maisha yake, historia yake, nyuma amepitia mambo gani? Hivyo ungana na mimi kwa dakika hizi chache, lakini usisahau kusubscribe, kucomment na kushare ili taarifa hizi ziwaendee watu wengi zaidi duniani. Twende tukamsikilize. Naam, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, Sheikh kheri. Heri, alhamdulillah. Naona furaha ni ya kutosha. Naam Sheikh, karibu sana nyumbani. Asante. Naam, tumeshuhudia kutangazwa kwako kwa maana ya nafasi ulioteuliwa ya kadhi wa wilaya hii ya Mfindi. Lakini kabla tujafika huko, Sheikh Jamali ni nani? Hebu tupitishe kidogo, tupe historia yako kwa ufupi. Naam, mimi naitwa Sheikh Jamaluddin Shuaib Mangula, ni imamu wa msikiti wa Kinyanambo C, lakini pia ni mjumbe wa baraza la mashehe la wilaya ya Mfindi. Lakini walilahi alhamdu, mpaka sasa nimehudumu katika usimamizi wa shughuli za ufungishaji wa ndoa katika mji huu. Walilahi alhamdu, namshukuru Mwenyezi Mungu, mpaka sasa nimeweza kupata bahati ya kuteuliwa kuwa kadhi wa wilaya hii ya Mfindi. Ukijikita hapa kwenye kadhi wa wilaya ya Mfindi, tunafahamu mkoa wa Iringa, hasa wilaya hii ya Mfindi, mashehe ni wengi. Katikati ya mashehe wote hao, kwa nini Sheikh Jamali? Mimi ninavyoamini, kwa nafasi kama hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiyo anayeitoa kwa mja amtakaye, si kwa mapenzi yangu, bali ni kwa rehema zake Mwenyezi Mungu. Naam. Na tumefundishwa na Mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, anasema hakika ya maisha Mwenyezi Mungu alivyotuumba sisi wanadamu tuweze kutegemeana. Sasa naamini mpaka kufika katika nafasi hii wapo mashehe ambao wamesababisha hii safari yawe mpaka tunaona leo umeweza kuteuliwa kwa kadhi wa wilaya. Tukiacha mufti, kuna mashehe wengine ambao wamefanikisha jambo hili. Embu kwa uchache washukuru basi kama wapo, na tukianza na kiongozi wetu, mlezi wetu, Mufti Abubakar Zubeir bin Ali Mbwana. Nakushukuru sana. Mimi niseme jambo la kwanza, namshukuru sana Mheshimiwa Mufti na Shehe Mkuu wa Tanzania Dr. Sheikh Abubakar Zubeir bin Ali Mbwana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala muhifadhi mufti wetu, kwa sababu katika juhudi kubwa ambazo anazozifanya kuunganisha taasisi za kidini na kuunganisha Waislamu na Uislamu kwa ujumla, kutufanya kuwa kitu kimoja, na juhudi zake mbalimbali ambayo anazozifanya kwa sasa mpaka kufikia kuwaza kuniteua mimi kuwa kadhi wa wilaya hii ya Mfindi, ni jambo ambalo amelifanya kwa fikra kubwa. Mwenyezi Mungu amuhifadhi. Lakini pia nimshukuru mzee wetu Shekhe wa wilaya, Shekhe Ngwada pamoja na timu yake, pamoja kuweza kufanikisha kuweza kupitisha jina langu hatimaye kuipeleka katika ngazi ya mkoa, na kuweza kumfikia katibu wetu mzee Kabigili. Kwa hiyo hawa watu sitokuja kuwasahau katika maisha yangu, na ninawaombea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawahifadhi, awape umri mrefu inshallah Ta'ala. Nashukuru sana. Naam, shukrani. Nimeona umewazungumzia sana mashehe. Je, unaamini familia yako, wake zako wana mchango kwa kiasi gani wewe kufikia katika hatua hii? Ni kweli familia yangu, wake zangu, watoto pamoja na ndugu ambao wanaonizunguka ni sababu kubwa ya kuweza kunifanikishia mpaka mimi kufikia katika ngazi hii, kwa sababu ya juhudi mbalimbali wanazozifanya. Wewe mtangazaji unazifahamu zaidi. Shukrani. Naam, lakini pia tumeona sasa umekuwa kwenye majukumu rasmi. Pamoja ulikuwa umeshaanza, lakini Mfindi ni kubwa. Umejipanga kwa kiasi gani kuwahudumia, lakini kwa sasa unaamini vipaumbele vyako hasa katika huu mji na wewe unaufahamu, ni vipi unaanza kuvifanyia kazi ili wasikilizaji waweze kunufaika? Jambo la kwanza, nitajitahidi kwa kupitia timu yangu ya wilaya, tutaendelea kuzunguka katika misikiti mbalimbali kama ilivyokuwa ziara zetu ya kawaida ambayo huwa tunazifanya pamoja, akiwemo na shekhe wa wilaya na makatibu. Huwa tunazunguka
basi juhudi hizo hatutoziacha na tutaweza kuongea na Waislamu kuwa sasa huduma na ofisi ya kadhi ya wilaya inapatikana hapa wilayani Mfindi, na lile adha waliokuwa kiipata ya gharama ya usafiri kuelekea katika ngazi ya mkoa, basi kwa sasa huduma hiyo itapatikana hapa mara kwa mara, na tutajitahidi kwa hilo. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutakabalie sote, na huwa aliyudhalika wa yukadiru alayhi. Amen. Amen. Lakini pia tumemsikia pale kadhi wa mkoa akilalamika au akiwaasa waumini wa Kiislamu katika mji huu wa Mfindi, kwa maana wamekuwa na kawaida ya mambo yanayohusiana na Uislamu, kwa maana mirathi, ndoa, migogoro ya ndoa wanayapeleka katika vyombo vya kisheria, kwa maana vyombo vya dola, mahakamani, polisi na vitu kama hivyo. Lakini dini yetu na utaratibu umeeleza vizuri kabisa. Tumia nafasi hii walau kwa sekunde 5 kuwaasa. Je, jambo hili wewe unafikiri na limeshapatikana katika mji wetu? Maana kuna baadhi ya waumini tumewahoji pale, wamezungumza walikuwa wakifanya hivyo kutokana na gharama ya kutoka Mfindi hapa Mafinga kuelekea Iringa, kwa wanaona bora wapite shortcut waingie polisi. Sasa ili unawaambia kwa kiasi gani? Tukiacha sababu hii, kuna kingine ambacho unaweza kapia ni sababu ya kuhamasisha na kuambia kwamba upo na tumesikia kwamba mtaandaa utaratibu. Je, mnaweza kutuambia utaratibu umeshauandaa au na kama ni bado watu wakae tayari kwa kiasi gani? Mimi nadhani watu waendelee kukaa tayari kwa hili, kwa sababu katika imani yetu ya dini ya Kiislamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema fa in tana'azatum fi shay'in faruduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsan tahwilan, kwamba mtakapokuwa mmetofautiana katika mambo, basi watu warudi katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, kwa maana kuangalia sunna. In kuntum tu'minuna billahi, ikiwa kama kweli wanamuhofu Mwenyezi Mungu, wanamuamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala atawafanyia sahadi katika yale wanayoyaamini, migogoro yao, matatizo yao, misukosuko, basi wataweza kuitatua kwa kupitia imani ya kitabu, kwa maana ya Qur'ani na Sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tunawakaribisha sana katika ofisi yetu na tutatangaza rasmi inshallah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe inshallah. Amen. Amen. Shukrani Sheikh. Tunashukuru sana kwa muda wako. Sasa kwa media itakuwa inabisha hodi mara kwa mara hapa nyumbani kwako, tukiendelea kunufaika na wewe inshallah. Sawa, asante sana. Karibu sana Sheikh. Shukran. Waghfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat yawma yaqumul hisab birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.